kukuza kilimo, ilikuwa inaitwa elimu ya kujitegemea, ilikuwa inafundishwa kutoka elimu ya msingi, ilikuwa inalenga kuwapa ujuzi vijana kutoka ngazi ya elimu ya msingi. Lakini kwenye halmashauri kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii kulikuwa na vyuo vinaitwa vyuo vya FDC, Focal Development Colleges, ambazo zilikuwa zinatoa elimu ya msingi ya ujuzi uliokuwa unamwezesha kijana aliyemaliza elimu ya msingi kwenda kujiunga na kujifunza ujenzi, kujifunza useremala, kujifunza umeme, mekanika, na anapomaliza anakuwa tayari anaweza kujiajiri. Lakini pia kwenye curriculum ya elimu kwenye secondary level tulikuwa na shule za sekondari za ufundi ambazo nazo pia zilikuwa zinafundisha ufundi kwenye ngazi ya secondary, na mwanafunzi anapomaliza kidato cha 4 anakuwa tayari ana uwezo wa kujiajiri, lakini na kuajiriwa akiwa na ufundi stadi. Lakini pia kwenye curriculum yetu ya elimu tulikuwa na technical colleges ambazo zilikuwa zinapokea vijana kutoka elimu ya sekondari na kwenda technical colleges, ambako nako kulikuwa na fani mbalimbali, na walikuwa wanatumia 60% hii kujifunza zaidi kwenye ufundi na 40% kwenye academic. Tulikuwa na Arusha Tech, tulikuwa na Mbeya Tech, tulikuwa na Dar Tech na vyuo vingine ambavyo pia vilikuwa vinatoa ufundi huo. Lakini hatukuishia hapo, na baadaye ndio tukaanza na mfumo wa VETA ambako kuna kusanya vijana wote ambao wako pale. Sasa mfumo wa VETA umekuja baada ya mabadiliko ya curriculum. Tunaiona hii sasa. Tunaanza kuona tatizo tulionalo sasa, na unganisha na ushauri uliotolewa, na sasa inanipa fursa kusema kuwa tutarudi tena kupitia mitaala yetu ya elimu, ili mitaala yetu iweze kufasiri mwenendo wa kijana wetu ambaye anahitaji ujuzi na ufundi stadi. Kumaliza ngazi hiyo ya elimu au ana ujuzi na stahiki kama ambavyo ilipangwa huko awali, ili iweze kutusaidia kuingia kwenye soko la ajira, itusaidie pia kila mmoja kujiajiri yeye mwenyewe. Na kwa ushauri huo tutafanya. Ndugu washiriki, nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu, na kama ambavyo nimeeleza awali, miongozo itakayozinduliwa leo hapa muda mfupi baada ya kukamilisha haya na walisema, inalenga sana kuwezesha utekelezaji wa programu ya kukuza ujuzi nchini, hususani kupitia mafunzo ya vitendo kwa wahitimu pamoja na mafunzo ya wanangezi. Miongozo hii pia ni sifa, na hivyo imekusudiwa kutumika kwa wadau wote nchini wanaojihusisha na utekelezaji wa programu mbalimbali za mafunzo ya wanangezi pamoja na mafunzo ya vitendo kwa wahitimu wote. Serikali inatambua na kuthamini michango ya juhudi za wadau wote, hususani asasi za kiraia, sekta binafsi, taasisi za mafunzo mbalimbali, taasisi za kimataifa pamoja na wadau wa maendeleo katika kuwezesha vijana wa Tanzania kujiajiri na kuajiriwa. Ndugu washiriki, nimetaarifiwa kuwa wapo waajiri na taasisi za mafunzo ambazo pamoja na kuwepo kwa miongozo mbalimbali, lakini pia wameshaanza kutoa mafunzo ya wanangezi na ya vitendo kwa wahitimu wetu. Naomba nichukue fursa hii kuwapongeza sana kwa moyo mnaoonyesha katika kuwasaidia vijana wetu, na naomba pia niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana nanyi kuhakikisha kwamba tunaimarisha uwezo na nguvu kazi ya taifa hili. Ndugu washiriki, naomba pia nitumie nafasi hii, nimepata taarifa kwamba baada ya muda mfupi litatoa vyeti kwa vijana wetu 17 ambao tayari wamehitimu. Niko tayari kuifanya kazi hiyo sababu nimefarijika kusikia taarifa. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwapongeza vijana wetu ambao sasa mko kwenye program zote mbili, maana Arusha, Mwanza, mko hapa, ambao pia mmeanza kuona manufaa ya jambo hili, na kwa ushuhuda uliokuja kutolewa hapa, hiyo ndio inathibitisha kwamba program hizi zinatuwezesha sasa kila mmoja kuweza kujiajiri, kila mmoja kuanzisha sekta yake, lakini pia unaweza kuajiriwa.
Kama leo unaweza kumaliza mafunzo haya ya hotel, basi ukimaliza hapa unaweza ukaanzisha catering yako, kwa unatoa huduma kwenye sherehe na ndoa mbalimbali. Tukijua kwamba unaweza kutengeneza budget, ukatengeneza mpango wa kazi, ukatafuta na masoko, lakini ukasimama mwenyewe katika kuwahudumia wateja watakaoweza kuvutika na huduma zako na kupata zaidi. Kwa hiyo tumieni fursa hii sasa kujiendeleza zaidi, na tutafurahi kuona kwamba mtakapomaliza mkianzisha kampuni mtualike tuje tuone maendeleo ya kazi zenu. Sasa ndugu washiriki, wito wangu kwa wadau ni kwamba tuendelee kutekeleza programu hizi sambamba na kutumia miongozo hii ambayo leo tutaitoa. Na huko mwanzo tulikotoka tulitoa tu maelekezo ya kawaida. Sasa tumeweka miongozo kwenye maandishi ambayo itatuwezesha kufanya kazi kwa pamoja. Na miongozo hii tunaitekeleza nchi nzima na Tanzania visiwani pia ikiwemo. Kwa tutapanua wigo wa kuwa na maeneo ya kutolea mafunzo. Tunajua Tanzania visiwani ni maeneo mazuri sana kutolea mafunzo ya utalii, kwenye mambo ya hoteli na mafunzo mengine, lakini pia nasi kwenye maeneo tulionayo. Kwa hiyo yote hayo kwa pamoja ni maeneo ambayo tutayatumia katika kutolea ujuzi. Kwa wakati mwingine utaona ukiingia kwenye orodha na watakaokuwa wanapata mafunzo yale, sishangae tunakupeleka Zanzibar kwenda kupata ujuzi kwenye sekta ambayo kwenye maeneo yale ya Zanzibar yana fursa mzuri sana kupata taaluma ya maeneo hayo, kama ambavyo nilivyosema, ya hoteli. Kwa hiyo katibu mkuu, kwa namna ambavyo tunafanya kazi na katibu mkuu wetu wa wizara hii iliyoko ofisi ya waziri mkuu, maendeleeni kuweka programu ambazo zitatufanya makatibu wakuu kama watendaji wakuu kwenye wizara zetu mbili, ile ya kazi, uwezeshaji watoto, wazee, wakina mama, na hii ya ajira, watoto wa vijana na ujumbe wangu wa msingi hapo ni kwamba sasa baada ya kumaliza tukio la leo, kaeni pamoja, tengenezeni mpango na toeni matangazo kwa uwazi. Chukueni vijana kutoka maeneo yote, tuwaingize pamoja, tuwape hizi skills, tuwape ujuzi ili waweze sasa kujianzishia, lakini pia waweze pia kuajiriwa kwenye sekta zetu. Aidha, napenda nichukue fursa hii pia kuomba vyombo vya habari vikiwemo radio, television, na mko hapa, magazeti, hata mitandao ya kijamii, kuhamasisha umma wa Watanzania na wadau wote kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu katika kutekeleza programu hii ya kukuza ujuzi, kushirikiana na taasisi kwa maana sekta binafsi, na mkurugenzi yuko hapa, na taasisi zote za kimataifa ambazo ziko hapa. Jambo hili ambalo tunalianza sasa liweze kuwa endelevu, liweze toa majibu ya maswali lukuki yaliyoko kwenye programu hii ambayo wengi wanaamini sasa itatoa majibu. Ndugu washiriki, kabla naomba nirudie tena kuwashukuru wote ambao mmeshiriki katika kuandaa programu hii, na kuwapongeza tena wadau wote mlioshiriki katika kuandaa mipango hii muhimu, na pia mliokubali mwaliko wetu wa kuja hapa leo Dodoma na kuyapokea haya na kushuhudia uzinduzi wa miongozo hiyo miwili. Niwashukuru pia wote walioshiriki katika maandalizi ya tukio hili na kutuwezesha kukusanyika hapa siku ya leo. Ni mategemeo yetu kwamba waajiri, vijana, wafanyakazi na taasisi za mafunzo mtatumia vizuri sasa miongozo hii kama eneo la kuondolea chachu ambayo tunayo katika kuleta mapinduzi ya ujuzi nchini, na hivyo kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na nguvu kazi yenye weledi wa kutosha. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, baada ya kusema hayo machache, napenda nitumie nafasi hii kuwatakia utekelezaji mwema wa miongozo hii